nikikutana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, alikuwa akiniuliza ni lini mradi wa megawati 100 unaenda kutekelezwa, kwa sababu yeye alishasaini fedha za mradi huu tangia mwaka 2021 alipoingia madarakani tu, na mara baada ya kuingia madarakani na kusaini fedha za mradi huu kutoka kwa wenzetu wa serikali ya Ufaransa kupitia shirika la AFD, tulianza awamu ya kwanza mwezi wa 8 mwaka 2023, na alitegemea Mheshimiwa Rais mara baada tu ya awamu ya kwanza ya mradi huu kukamilika, awamu ya pili itaanza mara moja. Ni mwezi huu tu uliopita Mheshimiwa Rais alinituma nchini Ufaransa. Nilikwenda nikakutana na wawakilishi kutoka AFD, kukutana na kampuni ya Sagecom, na tulikubaliana ya kwamba siku hii ya leo kusaini mkataba huu kutafanyika hapa hapa katika eneo la saiti hapa Kishapu. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo imefanyika na Mheshimiwa Rais wetu kwa maelekezo yake, kwa kutafuta fedha na kuhakikisha tunafika hapa. Hiyo ni 204.4 zikisainiwa kwa ajili ya kutekeleza mradi huu. Ni kazi kubwa sana. Hongereni Wanashinyanga kwa kupata mradi huu. Ndugu zangu, sekta ya nishati ni muhimili wa maendeleo. Hakuna maendeleo yoyote yanaweza kufanyika si kwenye viwanda, si kwenye migodi, si kwenye viwanda vya kuchakata pamba, si kwenye afya kwa maana ya vituo vya afya na zahanati zetu, sio kwenye elimu, kama hatuna nishati ya umeme ya uhakika. Na leo wana Kishapu na Wanashinyanga mnapiga hatua nyingine kubwa na wana kanda ya Ziwa katika kuhakikisha ya kwamba mnapata umeme wa uhakika katika mkoa wenu na kanda yenu. Ndugu zangu, serikali hii ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imefanya uwekezaji mkubwa katika sekta ya nishati, katika uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme. Leo hii taifa letu lina megawati 4,500 ya umeme, na ukiongeza na hizi 150 baada ya kukamilika hii 100, tunakuwa tumepiga hatua. Huu unasimamiwa kwa karibu katika kila hatua ya utekelezaji wake ili ukamilike kwa wakati, na kwa taarifa nilizonazo mradi huu unatakiwa kukamilika ndani ya miezi 17, and I expect Sagecom to complete this project within 17 months. Ndani ya miezi 17 tuje hapa tuweze kuzindua mradi huu, tuweze kupata megawati hizi 100. Lakini pili, mkandarasi ahakikishe anazingatia masharti yote ya mkataba, ratiba ya utekelezaji, viwango vya ubora, usalama mahali pa kazi na ulinzi wa mazingira. Pia nielekeze kwenu TANESCO kuhakikisha wananchi wa maeneo yanayotuzunguka katika mradi huu waendelee kushirikiana na serikali kwa nyinyi kutoa elimu ili waweze kutoa ulinzi katika miradi yetu hii, kwamba kuna vijana waliofanya kazi katika mradi huu awamu ya kwanza. Ninajua ni wakandarasi tofauti, lakini wale vijana wameshapata ujuzi, watoto wa hapa hapa Kishapu. Mkandarasi aende kuhakikisha anawachukua wale vijana wanaotoka hapa Kishapu waweze kufanya kazi hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, kumalizika kwa mradi wa awamu ya kwanza kuna faida nyingi. Nizitaje chache. Kwanza, tumefanikiwa kuongeza kiwango tunachozalisha umeme, kiwango cha megawati 50 ambazo zimeanza kutumika kwenye gridi tangu mwezi wa pili. Lakini tumeongeza vyanzo vya kuzalisha umeme kwa maana ya energy mix. Lakini umeme jua ni nafuu, lakini ni rafiki kwenye hifadhi ya mazingira. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tuko katika hatua za kutekeleza maelezo ya serikali ya kufikia megawati 8,000 mwaka 2030. Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 6 mwezi wa 12 mwaka 2024 ilisaini mkataba wa mkopo wa masharti nafuu na shirika la maendeleo la Ufaransa AFD, mkopo wa euro milioni 75.9 kwa ajili ya kutekeleza awamu ya pili ya kituo cha kuzalisha umeme jua
megawati 100. Sasa hivi jumla ya umeme uliowekezwa katika nchi yetu ni megawati 4500. Utiaji wa saini wa awamu hii ya pili unafanya mradi wa Kishapu kuwa miongoni mwa miradi mikubwa ya umeme wa jua hapa nchini na kuongeza kwa kiasi kikubwa uwezo wa Tanzania kutumia nishati jadidifu katika uzalishaji wa umeme. Kamati ya Bunge tunaipongeza sana Wizara ya Nishati, tunawapongeza sana TANESCO, lakini kipekee wabia wetu wa maendeleo, shirika la maendeleo la Ufaransa, kwa namna ambavyo mmeridhia diplomasia nzuri ya rais wetu, mkakubali tena kuja awamu ya pili kutuwezesha megawati hizi 100. Mradi huu wa umeme jua sio tu kwa ajili ya kuongeza umeme katika gridi yetu ya taifa, lakini ni mradi ambao ungeweza kuwanufaisha wanakishapu na wanashinyanga. Mheshimiwa mbunge amesema manufaa, Mheshimiwa diwani amesema hapa na video imeeleza. Wanakishapu tunanufaika na miradi ya Wizara ya Nishati. Tangu mkoa wetu wa Shinyanga uundwe, hatujawahi kupokea fedha nyingi za miradi mbalimbali, matilioni ya fedha, ikiwemo haya leo tunayoyashuhudia. Sisi tunaendelea kumshukuru rais wetu, mama yetu na mwenyekiti wetu kwa kuitekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa 100%. Mkoa wa Shinyanga tumepokea zaidi ya trilioni 1.963 na hiyo ni mpaka mwezi wa 6. Kwa hiyo kwa fedha ambazo tumepokea ndani ya hizi wiki 3, ninaweza kudiriki kusema kwamba katika kipindi hiki cha uongozi wa Mheshimiwa Rais tumepokea trilioni 2 ndani ya mkoa wa Shinyanga. Bibi na mabwana, it's my greatest pleasure to be here with you today in Kishapu to witness the signing of the contract for the work of solar farm. To allow me to start to highlight how proud I am. I'm proud of TANESCO as a whole and of the project team that successfully delivered this first 50 megawatt tranche. Exactly 4 years ago, when I visited this site for the very first time, there was nothing there, only stones, plenty of them, and baobab trees. Today the baobabs are still here and thankfully still standing, but alongside with them now sits a solar farm, built in just 3 years to the highest technical, environmental and social standards. It's remarkable. During a recent visit to the National Control Center in Ubungo, Dar es Salaam, I saw the Kishapu plant displayed on the screen wall, actively feeding power into the national interconnected grid. What a pleasure to see that. Samahani kwa Kiswahili changu kimetoka porini. Ina furaha kubwa na fahari kuona Ufaransa na Tanzania zikishirikiana. Mradi huu wa umeme wa jua utaleta nishati safi na ya uhakika kwa wananchi wa hapa. Huu ni ushirikiano wa kihistoria na wa maendeleo.